Siku 600 za mauaji ya kimbari Gaza, Israeli inaendeleza jinai. Tangu kuanza kwa mashambulizi makubwa ya utawala wa Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 2023 hadi Jumatano ya tarehe 28 Mei 2025, ikiwa ni siku ya 600 ya vita, maisha ya kiraia katika eneo hilo yameporomoka kabisa chini ya mashambulizi yasiyokoma ya Israeli. Kwa mujibu wa ripoti huru na mashirika ya kimataifa, zaidi ya Wapalestina 54,000 wameuawa katika mauaji hayo ya kimbari yanayoendelezwa na utawala wa Israeli, huku wengine 123,000 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa wanawake, watoto na wazee. Hii ni hali ya janga la kibinadamu lisilo na mfano wake, likiendelea mbele ya macho ya dunia nzima. Utawala wa Israeli unaendelea kupata msaada wa kijeshi, kiuchumi na kisiasa kutoka Marekani, huku ukiendeleza mauaji hayo, ukandamizaji na uharibifu wa maksudi wa miundombinu ya raia. Wataalamu wa misaada ya kibinadamu wanasema hali ya Gaza sasa ni mbaya zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa katika historia ya kisasa. Asilimia zaidi ya 80 ya ardhi ya kilimo imeharibiwa, na Umoja wa Mataifa kupitia ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA unakadiria kuwa asilimia 95 ya ardhi hiyo sasa haiwezi kutumika kwa uzalishaji wa chakula, hali inayoongeza hatari ya baa la njaa. Huduma za afya zimeporomoka. Kati ya vituo 22 vya afya vya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA, ni vituo 6 pekee vinavyofanya kazi. Dawa zimekwisha, vifaa vya upasuaji havipo, na wagonjwa wanakufa kutokana na magonjwa yanayoweza kutibiwa kwa urahisi iwapo huduma zingepatikana. Kufikia Januari 2024, takriban asilimia 62 ya majengo yote Gaza yalikuwa yameharibiwa au kusambaratishwa, kiwango cha uharibifu kinachozidi hata maeneo mengi ya vita yaliyoshuhudiwa katika miongo ya hivi karibuni. Katika hali ya kusikitisha na inayozidi kuwa hatari kwa maisha ya binadamu, uwezo wa uzalishaji wa maji kwenye ukanda wa Gaza umepungua kwa asilimia 95. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa tani milioni 42 za vifusi zimesalia Gaza. Kwa kasi ya sasa, kusafisha na kujenga Gaza upya kunaweza kuchukua hadi miaka 80 na kugharimu zaidi ya dola bilioni 80 za Kimarekani. Kinachoshuhudiwa Gaza si vita vya kawaida, ni uharibifu wa eneo zima na wa maksudi. Majumba, shule na hospitali zimefutwa kabisa kwenye ramani. Utawala wa Israeli sasa uko chini ya uchunguzi mkali wa sheria za kimataifa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetoa hati za kukamatwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wa zamani wa vita Yoav Gallant. Wakati huo huo, Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ inasikiliza mashtaka ya mauaji ya kimbari dhidi ya utawala huo. Wakati vita vya mauaji ya kimbari Gaza vikiwa vimeingia siku yake ya 600, watu wa Gaza hawana pa kukimbilia. Hakuna usalama, hakuna msaada mkubwa wa kimataifa. Kile kilichobakia ni vifusi, njaa na huzuni, huku dunia ikiendelea kujadiliana na kutazama tu kwa mbali hali hiyo ya kusikitisha. Maswali ya kibaki: hili taifa ni taifa la Mungu? Je, taifa hili kinachofanya ni mapenzi ya Mungu? Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema nchi yake inaendelea kujitolea kuunga mkono usalama wa Israeli, akitetea msimamo wa Ujerumani katika mahojiano aliyofanyiwa na kituo cha Fox News. Mwanadiplomasia huyo alipoulizwa iwapo Ujerumani inabadili sera yake kuelekea Israeli, Wadephul amesema Israeli inabakia kuwa mshirika muhimu na wa karibu wa Ujerumani, sio tu kwa sababu ya historia ya mataifa hayo mawili, akisisitiza kuwa Ujerumani ina jukumu kubwa kwa usalama na uwepo wa taifa hilo la Kiyahudi. Lakini wakati huo huo, alitambua kuzorota kwa hali ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza na kuitolea wito Israeli kuridhia misaada ya kiutu kufikishwa huko. Wadephul yupo mjini Washington, Marekani kwa mazungumzo ya kisiasa, ambako alikutana na waziri mwenzake wa nchi za nje wa Marekani Marco Rubio. Ziara yake pia inanuiwa kuweka misingi ya ziara ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz mjini Washington inayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Mjumbe wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Steve amewasilisha pendekezo jipya la kusitisha mapigano kwa siku 60 kwenye ukanda wa Gaza. Pendekezo hilo linajumuisha kuachiwa kwa mateka 10 wa Israeli wanaoendelea kushikiliwa na Hamas. Kulingana na rasimu mpya mpango huo, mateka hao wanapaswa kuachiwa kwa makundi mawili ndani ya wiki moja.
Wanamgambo wa Hamas pia wanatarajiwa kutoa miili ya mateka 18 ambayo bado inaishikilia Gaza, hatua itakayotoa nafasi ya kuachiwa pia wafungwa wa Kipalestina wanaoendelea kushikiliwa kwenye magereza ya Israeli. Ndani ya miezi miwili ya utulivu kunatarajiwa kufanyika mazungumzo kati ya Israeli na Hamas ya kujaribu kumaliza mgogoro wa miezi 20 uliochochewa na uvamizi wa Hamas kusini mwa Israeli tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Pendekezo hilo pia linaeleza kuwa usambazaji wa misaada kwenye ukanda wa Gaza urejeshwe chini ya shirika la Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa ya misaada ya kiutu. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kwenye shambulizi jipya la Urusi dhidi ya Ukraine mjini Bilopilia, kaskazini mashariki mwa jimbo la Sumi. Serikali imesema majengo kadhaa yameharibiwa pamoja na miundombinu kwenye shambulio hilo lililomjeruhi mwanamke mmoja. Watu wengine 3 walijeruhiwa kwenye shambulizi la drone kwenye eneo la viwanda la Dnipropetrovsk, kulingana na gavana wa jimbo hilo Serhiy Lysak. Majengo ya wakazi yaliharibiwa na paneli 30 za kuzalisha nishati pia ziliharibiwa. Kwa upande mwingine, Urusi nayo imeripoti kudungua drone 48 za Ukraine zilizorushwa mjini Moscow. Barabara ya kuelekea uwanja wa ndege wa Vunkovo mjini humo ilifungwa kwa muda kufuatia shambulio hilo. Urusi na Ukraine zimekuwa katika mgogoro tangu Moscow ilipoivamia kijeshi Kiev tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2022.